dua zetu zisikie, na maasi tuliyoyachuma. Ya Rabbi tughfirie, ya Rabbi Allahumma, dua zetu zisikie, na maasi tuliyoyachuma. Si kitu kwa wema wako. Endelea kufuatilia Firdaus TV hapa hapa katika vipindi tofauti tofauti vya kheri. Kumbuka, wakati sahihi ni wakati wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akhukum fillah Talib. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wakati wa Mungu ni wakati sahihi kabisa. Al-Dr. Sheikh Sharif Firdaus Al-Qadri ndio slogan yake kubwa kabisa. Na sasa tupo eneo husika la dua mujarab kabisa kutoka kwa mwamba huyu wa dua Afrika Mashariki na Kati, Dr. Sheikh Sharif Firdaus Al-Qadri, hapa maeneo ya Mwalusembe mkoani Pwani, ambapo wana Mwalusembe wamepata baraka kubwa kwa kufungua mwaka na gwiji la dua Afrika Mashariki na Kati. Sisi kama wana Firdaus TV tumeadhimia kuzungumza na baadhi ya watu mbalimbali ambao waliohudhuria katika dua hili siku ya jana pamoja na leo. Kumbuka kuwa leo ni siku ya pili tu kuwa katika viwanja hivi vya dua mujarab kabisa kutoka kwa mwamba wa dua Afrika Mashariki na Kati. Hili ni kongamano la huruma ambalo kila mwaka huwa anaandaa Sheikh Sharif Firdaus Al-Qadri na wana Mkuranga, ambapo hapa Mwalusembe wamepata baraka hii ya dua kutoka kwa Sheikh Sharif Firdaus Al-Qadri. Twende tukazungumza. Na bado tupo maeneo ya Mwalusembe hapa katika viwanja hivi vya msikiti mkuu wa Bakwata maeneo haya, na tutazungumza na baadhi ya watu wawili watatu kwa maana ya waumini ambao walohudhuria maeneo haya kwa ajili ya kuzungumza nao kuhusiana na kongamano hili la huruma ambalo liloingia maeneo haya siku ya jana na leo. Ikumbukwe kuwa ni siku ya pili, siku ya leo ni siku ya pili. Tutazungumza baadhi ya wakina mama ambao wamekuja maeneo haya. Mama yangu, asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Habari yako? Safi. Jana ulikuwa kwenye kongamano? Sawa, mapokeo ya kwanza Sheikh Sharifu umempokeaje? Nimempokea vizuri kwa vile maneno yake aliyoongea ya busara sana. Ya busara sana. Lakini jana alitaka kumnyoa mchawi, haujaogopa? Hapana, naona ndo vizuri. Na mko tayari wachawi wanyolewe? Sawa, mko tayari wachawi wanyolewe? Leo umekuja na maji yako? Leo nimekuja na maji yangu. Umekuja na maji? Na nimefurahi viwanja hivi kuwa kongamano. Basi nikushukuru sana. Haya sana. Na ni baadhi ya waumini ambao wameingia maeneo haya mapema sana hile. Tunaendelea kuzungumza na baadhi. Nimemwona bibi yangu. Bibi, salamu alaykum. Alaykum salam. Habari yako? Salam. Ni mkazi wa Mwalusembe? Sio mkazi wa hapa. Mkazi wa wapi? Mkazi wa Mahingi. Mkazi wa Mahingi. Mahingi. Mahingi ndo wapi? Ni huko Pwani? Ndio hapo kivuka. Kijiji cha pili. Jana ulikuwa hapo kwenye dua? Nilikuwepo. Sheikh umemuona? Nilimuona. Umemuonaje? Dua za jana umezionaje? Ndio, na vizuri tu. Nzuri. Unaweza kufanya mpaka leo uje tena hapa. Basi nikushukuru sana mamangu, naendelea kushiriki katika dua hizi za maeneo haya ya Mwalusembe hapa. Tunaendelea kuzungumza na baadhi ya waumini mbalimbali, baadhi ya kina mama ambao wamehudhuria maeneo haya. Naona kina mama wana maji yao ambayo ni maagizo ya Sheikh Sharif Firdaus Al-Qadri. Naongea na mama. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Mama nani unaitwa? Naitwa Rukia Ali. Mama Rukia Ali. Mama Rukia Ali, jana ulikuwa kwenye dua? Hapana, ndo kwanza leo. Ndo kwanza leo. Au jana kule kulikuwa mbali kwako? Kulikuwa hatua kidogo. Ulikuwa hatua mbali kidogo. Leo ndo umekuja kuhudhuria. Lakini taarifa za Sheikh ulizisikia? Nilizisikia kwa kafika shehe hapa, kaja kutuombea na kutuangalia mazingira yetu ya mambo mengine tutuseme. Na upo tayari kwa dua zako? Niko tayari, ndio maana nimekuja. Sawa, nikushukuru sana. Mama, pia haya ni maji yako, umpo wawili watatu? Tupo wawili watatu. Wawili watatu. Wewe siku ya jana ulikuwepo au ndo kwanza leo? Nilikuwepo. Ulikuwepo jana? Sawa, wewe ndo mzuri sana. Nahitaji sana mtu alikuwepo jana mradi azungumzie. Sheikh, jana umeonaje dua zake siku ya kwanza tu alizozifanya? Dua zake zilikuwa nzuri sana. Nzuri sana. Ndio. Na alitishia pale kuwanyoa baadhi ya wachawi. Lile lilikupendeza? Unaona wachawi wa huku pia wanatakiwa wanyolewe? Ndio, linipendeza, ilibidi wanyolewe. Ilibidi wanyolewe. Ndio. Maana kila sehemu akienda sisi wenyewe anatutisha kwa anawanyoa wachawi, na kweli huwa anawanyoa wachawi. Huku Mwalusembe tukamwambia bwana Mwalusembe usiwanyoe bwana. Wewe unasemaje, awanyoe? Hawanyoe. Hawanyoe wachawi. Ndio. Hata akiwa mama yako labda? Hata kama akiwa mzazi wangu anyolewe. Mumeo? Hata kama akiwa mume wangu, kwa sababu tabia hizo sizipendi.
Basi nikushukuru sana, ni baadhi ya waumini wa hapa ambao wanatoa shuhuda zao kuhusiana na mambo mbalimbali ya Dr. Sheikh Sharif Firdaus Al-Qadri yanayoendelea hapa maeneo haya ya Mwalusembe. Nimemwona pia mamangu. Mama, asalamu alaykum. Alaikum salaam. Habari yako? Salama. Jana ulikuwepo kwenye dua? Nilikuwepo. Ulikuwepo kule? Dua za Sheikh unazionaje? Nzuri. Mapokeo yake umempokea vizuri? Na aendelee na ile balaa lake. Aendelee na balaa lake. Lakini Sheikh huwa anawachukia sana wachawi. Anasema kila sehemu anapokwenda lazima awanyoe wachawi. Wachawi wa hapa waendelee kunyolewa? Waendelee. Waendelee kunyolewa? Maana jana baadhi ya wale watatu waliona mambo ambayo mabalaa ya Sheikh anayoyafanya kuhusiana na hao wachawi. Wengine aliwaonesha pale mbele kile ambacho anachotaka kukifanya. Aendelee hapa kukifanya? Akitaka kuendelea ndio. Wachawi manake wanyolewe. Wanyolewe. Hata akiwa ndugu yako? Hata akiwa ndugu yako? Hata akiwa ndugu yangu. Hata akiwa mzee? Hata akiwa mzee. Sasa sana tuzuru. Kama mchawi basi anyolewe. Haijalishi mama yako, baba yako, mumeo. Kama mume wangu. Sasa sana nizuru, kama ananizuru anyolewe tu. Anyolewe. Sheikh aendeleze zile banga lake, aendelee nalo. Aendelee nazo tu. Basi nikushukuru sana. Ni baadhi ya wakazi wa hapa maeneo haya ya Mwalusembe kwenye kongamano kubwa la huruma la Sheikh Sharif Firdaus Al-Qadri ambayo ameingia maeneo haya, ameingia katika eneo hili la Dua Afrika Mashariki na Kati, na sehemu kubwa ni hapa ambapo kunapoongeleka mambo makubwa ya kidua na si kitu kingine. Kitu kikubwa ni kumlilia Allah Subhanahu wa Ta'ala, na waumini wamefika mapema sana katika maeneo haya, katika viwanja hivi vya msikiti mkuu wa Bakwata, eneo hili la Mwalusembe. Naongea na mamangu. Mama, asalamu alaykum. Naitwa Fatuma. Habari yako? Salama. Haya maji ya kwako au si yako? Ya kwangu. Ya kwako? Jana ulikuwa kwenye dua? Jana sijakuwepo, ndo kwanza leo. Jana hujakuwepo, ndo kwanza leo. Jana kwa nini hujakuwepo? Ulikuwa hatua kidogo? Nilikwenda shamba. Ulikwenda shamba. Leo kaona jambo liko hapa uje mapema. Ndio. Sawa, nikushukuru. Dada yangu, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Habari yako? Salama. Jana ulikuwa kwenye dua? Sijawahi kuja. Jana haujawahi. Lakini baada ya kusikia mambo mazuri leo ni kama bora na mambo mazuri aina gani uliyosikia wewe leo? Nimesikia tu kusema kuna dua, kaja shehe, basi na mimi nikasema bado niwepo, kwa nini nijumuike. Kwa sema leo ngoja niende nikae. Lazima mimi nikaone mwenyewe, sitaki kusimuliwa. Jana umekosa mambo lakini. Ndio nimekosa, lakini baada ya kusikia nikaona bora nije jitokeze na mimi nijumuike katika mhadhara huu. Hatari sana. Sawa, wengi wamekuja leo na wengine wamekuja jana, kwa maana jana waliokuja jana si waliokuja leo. Jana wamekuja wengine, leo wameongezeka zaidi ya wale ambao wamekuja siku ya jana. Naongea pia na baadhi ya wakina mama zangu. Nimemwona dada yangu hapa. Dada, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Mzima dada yangu? Jana nilikuona kule. Ulikuwepo? Ulikuwepo kule kwenye Mwembeni kule shuleni? Nilikuwepo, ndio. Sawa. Umekuja na maji yako? Sawa. Dua ya jana umeonaje ya Sheikh Sharif? Dua ya jana? Nililala tu usingizi vizuri, kiuno kwa kinaniuma, lakini nashukuru Mungu si jambo. Ujambo. Sawa. Kwa hiyo Sheikh aendelee kuwanyoa wachawi. Yaani hilo ndio nilokuja nalo hapa, kama kuna mchawi anyolewe. Kumbe hilo ndio lilokuleta. Kama kuna wachawi wanyolewe tu. Awe nani awe? Hata wewe mamako? Hata kama mumeo? Hata kama mume wangu. Hata kama mume wako anyolewe? Hata kama mimi mwenyewe. Kumbe hata kama wewe mwenyewe. Hata kama ikidhibitika wewe mchawi, basi Sheikh akuondoe kwenye uchawi. Aninyoe tu. Dada amedhibitisha hata kama yeye mwenyewe ni mchawi, basi Sheikh anakuruhusu umnyoe tu. Sheikh anakuruhusu umnyoe hata kama yeye ni mchawi. Sheikh umeruhusiwa umnyoe. Ni dada ambaye ameongea mambo mengi sana kuhusiana na ukanda huo. Tunaendelea kuzungumza na baadhi ya watu wawili watatu ambao wamefika katika eneo hili la Mwalusembe hapa, katika viwanja hivi vya Mwalusembe hapa. Tutazungumza, watu wanatia nia kama unavyoona. Hizo ni nia ambazo watu wameambiwa watie na Dr. Sheikh Sharif Firdaus Al-Qadri chini ya msimamizi mkuu wa makongamano haya ambaye ni Sheikh Mkumba. Watu pia nia zao hapa katika viwanja hivi vya Mwalusembe hapa. Watu wanaendelea kutia nia zao, na hii ni Firdaus TV. Wakati wa Mungu ni wakati sahihi kabisa. Watu mbalimbali wameendelea kufika, wameendelea kuwasili katika viwanja hivi vya Mwalusembe hapa katika msikiti huu mkuu wa Ijumaa. Siku ya leo ni siku kubwa, kwa maana ya siku ya pili ambayo daktari anakuja kufanya balaa lake hapa katika viwanja hivi vya Mwalusembe hapa. Jambo kubwa ni moja tu, ni kumlilia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maeneo haya ya Mwalusembe hapa, kubwa ni hili ambalo
kwa ajili ya kumlilia Allah Subhanahu wa Ta'ala maeneo haya ya viwanja hivi vya Mwalusembe. Hii ni Firdaus TV, mimi naitwa Heri Mpinga Shari. Tuendelee kuangalia Firdaus TV kila itwapo leo kwa ajili ya dua na si mambo mengineyo kupitia kwa Dr. Sheikh Sharif Firdaus Al-Qadri ambaye kwa wakati huu anapatikana hapa katika viwanja hivi kwa ajili ya kuletea baraka watu mbalimbali wa maeneo haya ya Mwalusembe. Asante. Ya Rabbi Allahumma dua zetu zisikie na maasi tuliyoyachuma. Ya Rabbi tughfirie. Ya Rabbi Allahumma dua zetu zisikie na maasi tuliyoyachuma. Sikia tu kwa wema wako. Endelea kufuatilia Firdaus TV hapa hapa katika vipindi tofauti vya kheri. Kumbuka wakati sahihi ni wakati wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akhukum fillah Talib. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Unatazama Firdaus TV. Wakati wa Mungu, wakati wa Mungu.